hata wakikusimulia huwezi kuwa kama wao, kwa sababu wewe unajijua wewe ni nani, umetoka wapi na unaenda. Unafikiri kitu gani kilimfanya Yusufu ashinde ule mtihani wa kulala na yule bosi? Alishaota ndoto, anajua, na ile ndoto aliyemletea ni nani? Mungu. Nikiviolate, nikienda kinyume kile nilichoona, sitafika kule. Alishaona, anajua. Kwa hiyo hata alipokutana na mazingira yanayotafuta aende kinyume na Mungu, hakuwa tayari kwenda kinyume na Mungu, kwa sababu alikuwa anajitambua, anajielewa. Kwa unaposema utambulisho wako katika Kristo, lazima ujue wewe ni nani katika Kristo. Wewe ni nani? Amen. Wewe ni nani katika Kristo? Sasa nitakwambia vitu vichache, alafu nitakuwa ninamaliza. Mwalimu, hivi hivyo tu kila rahisi, utaelewa tu. Mimi unaweza usielewe mwanzoni ukaelewa mwishoni, wala usiwe na shaka. Bwana asifiwe. Utaelewa tu. Mwambie jirani yako, utaelewa tu. Unapotafakari au unapojifunza juu ya utambulisho wako katika Kristo, lazima ufahamu haya. Kwa sababu tunaposema utambulisho wako katika Kristo, identity ambayo Kristo ameitengeneza kwenye maisha yako, wewe ni nani katika Kristo. Tukisema tu katika Kristo, maana yake kuna kitu Kristo amefanya kinachokutofautisha na watu wengine. Wewe ni nani katika Kristo? Wewe ni nani katika Kristo? Ukisoma maandiko utagundua jambo la kwanza, utambulisho wako katika Kristo. Mimi ni nani? Jambo la kwanza ambalo linatakiwa liingie kwenye moyo na kwenye fikra zako. Unapokuwa ndani ya Kristo, Biblia inasema hata imekuwa mtu akishakuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, si ndio? Ya kale yamepita, tazama yamekuwa. Hiyo ni Wakorintho wa pili 5:10 na ngapi? 17. Hata imekuwa. Na ninapokufundisha hivi, maana yake ni standard, viwango, kwamba utambulisho wangu katika Kristo, mimi ni kiumbe kipya, tena kiumbe cha kiroho.